Ligi kuu soka Tanzania bara iliendelea jana kwa mchezo mmoja kuchezwa katika dimba la CCM Mkwakwani jijini Tanga, ambapo wenyeji Coastal Union walilazimishwa sare ya goli 1-1 na Mtibwa Sugar katika mchezo ambao ulikuwa na ushindani mkubwa kutoka pande zote mbili. Matokeo hayo yanaifanya Mtibwa Sugar kukaa nafasi ya 9 kwenye msimamo wa ligi kuu, huku Coastal Union wakisogea hadi nafasi ya 13 wakiwa na alama zao 16 kwenye msimamo huo. Mchezo ambao Coastal Union katika namna ambayo haijazoeleka na mashabiki wake wamelazimika kutoka nyuma na kuitafuta sare dhidi ya Mtibwa wakiwa Mkwakwani Nkini. Nini ambacho kilichagiza hiki kwa kiasi kikubwa? Kwanza mimi nafikiri ni performance ya timu zote mbili. Ukiwatazama Mtibwa walicheza vizuri, lakini Coast nafikiri kuna kitu kikubwa zaidi walikuwa wanakitafuta ukiacha hiyo sare. Nafasi ambao wako Coast Union sio nzuri sana kwenye msimamo wa ligi, kwa sababu ukitazama idadi ya mechi ambazo wamecheza na pointi ambazo wamekusanya, unaona ya kwamba walikuwa wanatakiwa lazima waonyeshe juhudi sana. Nafikiri ndicho kitu kilichowafanya wakaongeza kasi zaidi baada ya kuwa wameshafungwa goli moja, sababu kwenye position yao na pointi ambazo wamekusanya wanalazimika kwenye mechi nafikiri ni 12 ambazo zimebaki watafute angalau pointi 20 kwenye hizo mechi 12 ambazo zina pointi 36. Yani hata angalau kwenye mechi zilizobaki wadondoshe pointi 16 tu, wawe na uhakika wa kubaki kwenye ligi msimu ujao. Yani wawe na uhakika wa 100%. Ukiwa na 36 una uhakika wa 100% wa kubaki. Lakini kinachowasaidia watu hawawazungumzi sana Coast kwa sababu ya hao wengine walioko chini yao wanafanya vibaya zaidi. Kwa hiyo nafikiri hicho walichokifanya hapa walikuwa wanatakiwa lazima wakifanye, na ndio maana umeona wamekuwa na malalamiko mengi sana kushindwa kupata pointi 3 kwenye hii mechi, kwa sababu wanaamini ya kwamba ilikuwa ni mechi yao ya kupata pointi 3 ambazo zingewasogeza zaidi kuwatoa kule chini. Nafasi ya 13 kwenye msimamo sio nzuri sana kama hao walioko chini yao watafanya vizuri, kwa sababu tofauti yao na watu wengine walioko chini nafikiri ni pointi 2, pointi 1 ambazo kama kuna mtu Fountain atashinda, kama itatokea KMC wenyewe tu wenye pointi 8 wakifanya vizuri kwenye michezo 3-4 wana uwezo pia wa kuwaondoa pale. Kwa hiyo pamoja na hiyo sare bado wana kazi kubwa sana wanatakiwa kuifanya kwenye michezo yao mingine inayokuja. Ni kazi kubwa kweli. Kiufundi nadhani kocha Mohamed Muya aliingia katika huu mchezo na plani yake ilikuwa ni kuichukua mechi mwanzoni mwa mchezo, lakini akawa disappointed baada ya kutanguliwa, kwa sababu mpango ulikuwa ni wa kupata goli ambalo lingewapa uongozi na kuifanya wa dominate match na pengine kumpa nafasi ngumu Mtibwa ya kurejea mchezoni, lakini badala yake wao ndio walilazimika sasa kuja kurejea mchezoni. Kwa kiasi gani ilimuia ngumu Mohamed Muya kwenye hii mechi baada ya kutanguliwa kwenye mpango kazi wake ambao aliingia nao katika hii mechi, kiasi cha kujikuta mpaka kipindi cha kwanza anakwenda half time akiwa yuko nyuma kwa goli moja? Kwenye mwanzo wa mechi unaweza ukaelewa kwa nini hasa mwalimu alikuwa anahitaji zaidi kuwa na umiliki mkubwa wa mpira. Inaanzia kwenye jinsi ambavyo alichagua kikosi ambacho alienda kuanza nacho. Alianza mechi akiwa hana Makambo kwenye eneo la kushambulia ambaye mara nyingi wanacheza, kuwa na mtu kama Thomas Ulimwengu ambaye ungesema pia kwamba anategemea nipige mpira mingi juu ili niweze kupata magoli, kwa kuwa na hao washambuliaji ambao wenyewe wanaweza kuwa na faida zaidi kwenye box la mpinzani. Lakini alichokifanya ni kuwa na wachezaji wengi ambao wanaweza akawa na tabia ya kumiliki mpira. Jana tumemwona akimwanzisha Mwamita Meshak ambaye hajaonekana kwa muda mrefu na alikuwa na majeraha muda mrefu, na ni mchezaji ambaye unaangalia kwa sifa zake za uchezaji anaweza akacheza kama kiungo, lakini pia kuna muda anaweza akacheza kama mshambuliaji. Kwa tafsiri ya haraka unaweza kuona pengine mwalimu alikuwa anahitaji kumpata mchezaji ambaye anaweza akawa na hizo sifa kwamba nitautunza mpira kwa muda mwingi ili nipate muda mwingi wa kupossess mechi na kuwa na mpira muda mwingi wa mechi wakati ambavyo inaendelea. Kwa hiyo ikawa ni vice versa, kwa sababu yeye alichokuwa anakitegemea kwamba nikimiliki mpira muda mwingi nitafika zaidi kwa wapinzani na naweza nikawa na uwezekano mkubwa wa kutengeneza nafasi nyingi pa mechi, kwa sababu nina Mesha Kimamita, nyuma yake kuna wale kina Kiala, wapo kina Walala, wapo wakina yule captain ambaye naye pia Manyasi, ambao wote hao wana uwezo wa kuifanya timu kufika juu kwa haraka zaidi.
lakini kumbuka pia uwepo wa mtu kama Shiza Ramadhani Kichuya pamoja na Bakari Msimu. Hawa ni viungo pia ambao watakupa uhakika wa kupossess. Tuna mpira tunaweza kuutunza muda mwingi, tukiamua kufungua kwenda kwa kasi. Tuna Msimu ambaye anaweza akakimbia kwenye kilomita nyingi akatupa faida. Kuna muda pia tukiwa na Shiza anaweza pia kafanya hiyo kazi katika hali ambayo ni ya usahihi zaidi. Kwa hiyo baada ya mpango wa kumiliki kukua umekwama na mbaya zaidi wakawa wameruhusu goli, ikatakiwa sasa wabadilike, waone tunawezaje kuingia kwenye mpango wa pili. Unaona introduction ya washambuliaji wa asili ambao waliwafanya mwalimu kwamba sasa tulikuwa tunataka kumiliki mpira. Tumemiliki sawa kwenye possession, lakini hatujadeliver kile ambacho tunataka kukipata. Sasa tuhamie kwenye mpango wa pili kwamba tupo nyuma kwa goli moja. Tunawezaje kulipata goli? Tutapata goli kwa kumiliki mpira peke yake? Hauwezi kupata goli kwa njia hiyo. Unatakiwa kulipata goli kwa kufika zaidi kwenye box ya wapinzani. Na so far ukiangalia kwenye takwimu za dakika 90 utaona kwamba mpango ambao walibadilisha Coastal Union ulienda kuwalipa zaidi, kwa sababu hata kwenye takwimu za mwisho ambazo zilikuwa zinasoma Coastal Union hasa kwenye second half waligusa zaidi kwenye box lile la 18 la mpinzani. Tafsiri yake ni kwamba kuwa na watu ambao wenyewe wamezoea kucheza kwenye haya maeneo kulikuwa kunampa pia faida kwamba tufike zaidi kwenye lango la wapinzani, hasa kwenye usawa wa goli, tukiwa tumesogea kwenye box ya wapinzani ili tupate faida. Tofauti na vile awali ambapo tulikuwa tunategemea kwamba movement za wale viungo ambao wako kwenye mechi watavuruga walinzi na kuweza kupata faida ya kupata goli. Kwa nafikiri mpango wa Muya kiufundi ulibadilika baada ya kuwa ameingia na mpango wa kupossess ukashindikana na akaconcede goli, lakini baadaye akaona kujibu hicho ambacho kimetokea ni introduce watu ambao wanaweza akawa na hiyo faida kwenye box ya wapinzani. Ndio maana ukaona ameingia Makambo, baadaye akaingia pia Thomas Ulimwengu ili kuweza kujibu kile ambacho kilikuwa kimetokea kwa upande wa Mtibwa kwenye mbinu ambayo alikuwa ameingia nayo. Kwa nafikiri ilikuwa ni majibu mazuri kutoka kwenye bench na pengine alimpa faida ya kuona kwamba anarudi na kufika zaidi kwenye lango la wapinzani. Ukiwauliza mashabiki wa Coastal Union miongoni mwa vile viwanyima ushindi, watakwambia ukiacha nafasi walizokosa, lakini walinyimwa mkwaju wa penati katika mechi hii, na waliamini kabisa kwamba walitakiwa kupata mkwaju wa penati, na pengine ni mkwaju wa penati ambao ungewarudisha mchezoni ama ungewaweka mchezoni vizuri zaidi. Huyo ni Bakari Msimu, mmoja kati ya vijana ambao very promising. Sure. Very promising, na recently amepata call up ya national team. Ameitwa kwenye michezo ya FIFA series na mwendelezo wake si mbaya, kitu ambacho tu sijui, lakini hii hapa tuiangalie kwanza, hivi tutakuja kumzungumza Msimu baadaye. Hii hapa Philip Nkini. Wako sahihi mashabiki wa Coastal Union kulalamika kwamba walinyimwa mkwaju wa penati? Kwa mazingira yalivyo na pale yule mchezaji alivyocheza, kwangu mimi na mimi naweza nikaungana na mashabiki wa Coastal Union. Ile ni foul moja kwa moja. Achana na kwamba inawezekana ameugusa na mpira, lakini kabla, yani baada ya kuugusa mpira pia alicheza kwenye mwili wa huyo mchezaji wa Coastal Union. Kwa hiyo kwenye mazingira jinsi yalivyo hakuna doubt yote ya mkwaju wa penalty kwangu mimi. Yani maoni yangu naona ya kwamba wanacholalamikia ni kitu sahihi kwao. Lakini Yeri Sassia akaenda akamnyanyua kabisa kiungwana, akamwambia umeniongopea. Ni kitu kizuri pia kufanya hivyo. Kitu kingine ambacho mimi najiuliza, pale kuna vitu viwili kwangu mimi, kwa utashi wangu mdogo wa sheria za mpira. Kuna vitu viwili. Either Coastal wapate mkwaju wa penalty au Bakari Msimu apate njano. Maamuzi ya kumpa njano kwa sababu pia kuna contact. Yani kuna contact ya lazima. Yani pale kuna contact ya lazima. Hata ule uwezi kusema mtu amejiangusha vile. Anajiangushaje namna ile. Yani ukimuona ya kwamba kuna contact ya lazima ipo. Kwa hiyo maamuzi kwenye njano mimi naona ya kwamba hamna kabisa. Okay. Kwa sababu kuna mgusano. Yani hata ikirudiwa kwa karibu kabisa. Na ni mgusano ambao ulimlazimisha ule mchezaji lazima adondoke. Yeri Sassia aliona hiyo. Kwamba huyu aliguswa kaanguka. Lakini akataka kutoa mkwaju wa penalty. Au ya kutaka. Ama kutaka sasa. Sala kutaka. Utashi. Unaona? Yani ni penalty ya wazi kabisa, haina ubishi wote. Kwa sababu kwenye tukio kama lile ni tukio ambalo, matukio kama yale ambayo tunasema unaangalia kwenye advantage nani ambayo yuko nayo na nani ambaye alikuwa ana umiliki mpira kwa wakati huo.
tukio la kwanza la mpaka anaingia kwenye box alikuwa nao mpira Bakari Msimu, ambaye alitumia moja kati ya silaha ambazo yuko nazo. Unajua anasema mchezaji unatakiwa utumie silaha ambayo uko nayo. Kama unajua kupiga mashuti una kasi, tumia kasi yako. Yani tumia kasi yako, si ndio? Kasi yako kupiga mashuti kama Chalanolu, piga mashuti. Ndio unachokiweza hicho. Tuoneshe kwamba mimi naweza kupiga mashuti. Sasa Bakari Msimu, moja kati ya vitu ambavyo vimebakia kuwa ni sifa yake, na nafikiri amefunga magoli kama mawili ya hivi, anakimbia mita kadhaa anaenda na shoot. Sasa yeye alikuwa tayari anatumia advantage kwa mimi naweza kukokota mpira kwa umbali mrefu kwa kasi ambayo naweza nikawa nayo na nikawazidi wapinzani. Alishaanza safari yake ya kukokota mpira, akaingia kwenye eneo ambalo nasema hili ndio eneo la hatari zaidi. Wakati anaingia kwenye box, unaangalia mlinzi alienda kufanya nini. Kwenye defending, moja kati ya vitu ambavyo mlinzi anatakiwa kuwa navyo makini ni pamoja na tackling. Kwa sababu tackling unasema ndio tukio la mwisho kwenye kuzuia. Yaani kwenye maamuzi yako yote ambayo utakuwa unafikiria kwenye kuzuia, tukio la mwisho kabisa kwenye maamuzi ni tackling. Na tackling inakuja kwa sababu distance ya wewe na sehemu ambayo mpira upo wakati mwingine inakuwa mbali. Ukisema ukimbie kwa step za kawaida ukanyage ufike pale, utasikia tu kwamba kuna mtu alipita hapo. Lakini kwenye kufanya tackling angalau unaweza ukaliwahi hilo tukio. Kwa hiyo ni tukio la mwisho kabisa kwenye maamuzi kwamba huyu nimeshamkosa, sasa nimhesabie hatua zake ili mimi nikawini mpira. Kwa hiyo alichokifanya mlinzi wa Coastal Union, unaona kwamba alikuwa sasa amefikia kwenye maamuzi ya mwisho kwamba mimi sasa Msimu, kwa sababu ana kasi sana na ameutunza mpira bado kwenye miguu yake, ameukanyaga wa kwanza wa pili amemhesabia. Baada yake wakati anaenda kufanya tackling akupata mpira kwanza, akaenda kukutana na miguu ya Bakari Msimu. Sijui kwa nini mwamuzi aliamua kwamba hiyo ni fair challenge, na kama ambavyo unaona yeye mwenyewe pia alienda kumwambia kama nyanyuka, hiyo ni fair challenge, lakini bado unaona Bakari Msimu kwenye ile tukio alikuwa amewini mpira yeye wa mwisho, na hata kwenye ile tukio la mwisho ambalo linaonekana hapa, tafsiri ya kuweka goal kick, maana yake mpira wa mwisho bado mguso ulikuwa Bakari Msimu. Hiyo maana yake ni kwamba Msimu alikuwa bado ana faida na mpira wake ambao alikuwa ametoka nao tangu mbali. Kwa hiyo maamuzi angetakiwa kubadilika kwamba Msimu ndo alikuwa na mpira na yeye ndo ametoa mpira wa mwisho na mlinzi ajaenda kugusa mpira, maana yake ni kwamba huyu ndo alitakiwa kufaidi. Bwana, vingi hivyo kulalamikia Coastal Union kwenye mechi hii, ukiacha mkwaju wa penalti ambao wanaamini kwamba walitakiwa kupata, kuna tukio ambalo huenda lingesababisha Mtibwa wamalize wakiwa pungufu katika huu mchezo. Unaamini hilo? Yaani kuna namna ambayo Coastal wanaamini kwamba kwa faulu ile au kwa kitu hiki Mtibwa wangeweza kumaliza pungufu kwa kitu ambacho walifanyiwa Athmani Makambo. Coastal wako sahihi pia kwenye hili pia. Yeah, ile ni red card halali kabisa, haina maswali mengi sana. Kwa sababu ile ni kitu ambacho umekifanya pia kwa kudhamiria kwa 100%. Yaani sio kwamba amekifanya kwamba ni bahati mbaya. Na ukimgusa mchezaji usoni na amefanya kwa kutumia kiungo ambacho hata kikigusa mpira kuingia nyavuni sio goli. Kwa sababu angesema ingekuwa kichwa labda hivi au, lakini katumia mikono. Ni clear red card, na kuendelea kuziacha hizi na maana hatusaidii sana mpira pia. Sababu baadaye atakuja mtu mwingine atafanya tukio ambalo ni baya zaidi kuliko hili. Sababu ataamini kama mbona fulani alifanya na hakuadhibiwa. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni kadi nyekundu, na baada ya hiyo kadi nyekundu ni adhabu nyingine inafuata. Lakini ukiangalia kuna tukio linaanza. Yaani kuna matukio yanaanza kabla ya hilo ambalo limekuja kutokea, kwa sababu pia kumgusa mwenzio kwa kichwa ni red card pia nyingine. Kwa hiyo kulikuwa kuna matukio mengi kwenye huu mchezo ambao mimi naamini kama mwamuzi angeyasimamia vizuri basi labda angechukua krediti zake, lakini kwa haya ambayo yanatokea kwangu mimi naona kama vile anampunguzia ule ubora wake ambao anao wa kuchezesha mechi za ligi kuu. Alafu Victor Nigeria huyu amefunga safari ndefu kweli kweli kuja kutafuta maisha. Manungu Turiani. Na huyu ni mchezaji wa Singida Black Stars ambaye anacheza kwa mkopo. Safari ndefu kweli kweli amefunga. Kutoka Nigeria mpaka hapa mbali. Nigeria mpaka hapa? Parefu sana. Parefu sana. Unatakiwa ukija hivyo tuwe tuna vingi vya kuiga kutoka kwako. Yaani unatuletea nini? Tusiige vitu hivi, tuje tukaige yale mazuri ambayo umetuletea. Hakika. Jambo zuri ni kwamba mechi ilimalizika na kila timu ilivuna alama moja. Coastal akavuna alama moja akiwa nyumbani katika dimba la CCM Mkwakwani. Dimba ambalo huenda msimu kama sio mwishoni msimu basi msimu ujao
watu wakawa wanakwenda uwanjani wakiwa wameketi wote wamekaa. Ndio utaratibu uliopo sasa hivi. Sasa hiyo ya kukaa waombee pia na wenyewe wabaki kwenye ligi. Mimi wanaweza endelea kuwaombea pia wabaki kwenye ligi. Wanaotaka kukaa kwenye viti ndio wenye timu kwa utaki. Wanaotaka kukaa kwenye viti waombee kwamba timu ibaki. Kwa sababu kwangu nafikiri Costa anatakiwa kufanya kazi kubwa sana. Yaani kwenye position ambayo yupo na jinsi ambavyo ligi inavyoenda anatakiwa kupambana sana kwenye michezo iliyobaki. Ni kweli, na kama mashabiki wa Coastal Union wanataka kuiona timu yao ikicheza ligi kuu msimu ujao, basi zile juhudi ambazo zinafanyika ziongezwe ili Coast isalie ligi kuu msimu. Mashabiki wanafanya juhudi zao. Mashabiki wana juhudi zao. Mashabiki wanakwenda kushangilia timu ni Coastal. Unajua mashabiki hao. Lakini juhudi za Coastal ni tofauti na juhudi za mashabiki wengine. Kwa nini? Mashabiki wa Coastal wana juhudi nyingi. Endelea kuzingatia yengo tu unachojua.